Naam, toka Dodoma, Tanzania, warigani popote pale ambapo upo. Karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Miongoni mwa habari muhimu ambazo tunazo usiku huu ni pamoja na waziri mkuu afanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya mkoa wa Dodoma. Katika habari za kimataifa, vita mjini El Fasher ni doa kwa jamii ya kimataifa. Na katika michezo, Yanga yazindua shule ya michezo. Ujambo na karibu katika ulimwengu habari popote pale ambapo upo mtazamaji wa Sky TV. Mimi ni Maliango Mugeta. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, leo Novemba 15, 2025 amefanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma na kuziagiza hospitali zote hapa nchini zihakikishe kuwa wajawazito wanapofika hospitalini wahudumiwa kwa haraka ili kuokoa maisha ya mama pamoja na mtoto. Sofia Daudi ana taarifa ifuatayo. Na mkuu wa mkoa wa Dodoma na mganga mkuu wa hospitali hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametembelea jengo la mama na mtoto ambapo alipata nafasi ya kujionea mwenyewe jinsi huduma zinavyotolewa hospitalini hapo. Waziri Mkuu alipata faraja pale alipouliza kina mama alipokuwa hapo hospitali kwa ajili ya kupata huduma ya kujifungua kwa majibu waliompa. Sasa nitumie fursa hii moja kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa mafanikio hayo. Wagonjwa wote tulioongea nao wamepokewa kwa wakati, wamepata huduma za kujifungua kwa wakati. Hoja moja waliotoa, wamenunua beseni na ndoo. Sasa daktari, asitokee mama mmoja ana uchungu asubirishwe kujifungua kwa sababu hana ndoo na beseni. Hospitali iwe na ndoo za akiba za kutosha. Swala la mama kujifungua si jambo la dharura. Hii nchi yetu ni nchi ya vijana, tutarajie kwamba akina mama watakuja kujifungua. Tuwe na ndoo za dharura. Mama asisubirishwe na uchungu kwa sababu hakuna ndoo wala hakuna beseni. Wakati serikali inaendelea kushughulikia jambo la bima ya afya kwa wote ndani ya siku 100 kama Mheshimiwa Rais alisema jana na siku zingine zilizopita. Kwa upande wa akina mama wamekuwa wajawazito na wamefika muda wa kujifungua, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa maelekezo haya kwa hospitali zote nchini. Mama mjamzito ambaye ameshapata uchungu, ameshafika hospitalini, ana complication au hana complication, asisubirishwe kujiandikisha kabla hajaanza kupata huduma. Apelekwe kwanza kupata huduma. Ameshafika, hatoroki, mafaili ya mkute kitandani. Kuhusu swala la dawa ambalo ndo limekuwa kilio cha wagonjwa na Watanzania wengi kwa hospitali za umma kukosa madawa na kila ukiandikiwa unaambiwa ukanunue maduka binafsi, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa kauli ya serikali. Hii story ya baadhi ya maeneo mwananchi kupata vipimo vyote alafu hospitali kubwa ya serikali ya nchi kubwa kama Tanzania anaambiwa dawa haipo, nenda kwenye kioski kule ndo upate dawa. Hii sio story inayopendeza. Kama duka binafsi linaweza likapata dawa hizo, hospitali zote, maduka yetu yote na yenyewe yawe na dawa. Kama mwananchi atapita kununua kule kwa sababu ndo njia yake anayopita, iwe ni njia yake amepita ndo kanunua, ama ndo iliyo karibu naye. Aidha, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa rai kwa Watanzania kwa kuwashauri nini cha kufanya pale wanapoenda kupata huduma lakini wakashindwa kuhudumiwa. Kwa hiyo, Mtanzania popote ukifika hospitalini ukikuta kuna jambo halijakaa sawa, usiugulie nalo, usibaki unaugulia nalo. Fikisha mahali, weka na kumbukumbu kwamba hapa nimeshalifikisha. Iwe kwenye kijiji tuna serikali pale kijijini. Iwe kwenye kata tuna serikali pale. Iwe kwenye wilaya tuna serikali pale. Jipe usumbufu. Ukimpa yule uliye naye pale kama hajachukua hatua, yeye na yule aliyekosea wote wameshaungana.
nenda na hatua inayofuata. Naye asipochukua, yeye na wale walio ambao hawakuchukua wameshaungana. Mimi nikisikia nitashuka kama tai, nitashuka kama mwewe mpaka pale ambapo wako. Awali mganga mkuu wa hospitali hiyo wakati akimkaribisha waziri mkuu alifafanua utaratibu wa huduma inayotolewa hospitalini hapo na kusisitiza kuwa lengo la hospitali hiyo ni kuhudumia watu ili wapone na si vinginevyo. Sisi lengo letu kubwa wagonjwa wetu ni kupona. Hatupendi sana sisi wagonjwa hapa hospitali waje wafe. Tumetukimbilia waje wapate faraja, wapone. Siku zetu ni tupone. Mwaka jana tulikuwa na vikao hapa tunakaa wanasema mama miaka ni 5 tena. Sisi tunasema kiwezekana ile miaka ni 10 tena. Sasa tumejua ni wa 5 sasa kwa sababu akatulia kwa kwenye siasa. Sasa tunajua nikienda ni 10 tena. Kwa kazi kubwa ambayo imefanya uwekezaji sisi kwetu watumishi wa hospitali kwa Dodoma, na hospitali zote za mikoa, kanda na taifa, tuna deni kubwa sana. Kutoka jijini Dodoma, Sofia Daudi, Sky TV. Naam, ni asante Sofia Daudi kwa taarifa hiyo. Taarifa ambayo tunayo nyingine ni kuhusu makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 9 wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ambao umefanyika jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mindi Joseph ana taarifa hii. Mkutano huu ambao ulitanguliwa na vikao vya wataalamu wakuu wa vyombo vya ulinzi pamoja na kamati za mawaziri wa kisekta ikiwemo ulinzi, madini na jinsia umebebwa na kauli mbiu ya uimarishaji wa amani na usalama kwa maendeleo endelevu katika eneo la Maziwa Makuu. Kupitia kauli mbiu hiyo, nchi wanachama zimejadili hali ya usalama katika ukanda wa Maziwa Makuu na kupendekeza njia za kuimarisha amani na usalama kwenye eneo hilo. Katika mkutano huo, Tanzania inaunga mkono ajenda zote muhimu zilizojadiliwa ikiwemo ya amani na usalama na kusisitiza kuwa itaendelea kutoa mchango mkubwa kama inavyofanya katika nchi mbalimbali kuhakikisha kuwa amani ya kweli inapatikana kwenye kanda hiyo. Katika ufunguzi wa mkutano huo, mwenyekiti mpya wa Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Felix Tshisekedi amempongeza rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ushindi alioupata katika uchaguzi mkuu. Aidha, nchi wanachama wametakiwa kuenzi mkataba ulioanzishwa na jumuiya hiyo unaolenga kufikiwa kwa amani, usalama na maendeleo ya kweli kupitia ushirikiano, umoja na mshikamano, bila kusahau kujitoa na kujituma kwa hali na mali kufanikisha malengo hayo. Ajenda zingine zilizojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na masuala ya madini, jinsia pamoja na fedha. Katika mkutano huo, makamu wa rais ameambatana na katibu mkuu ofisi ya rais Zanzibar Mheshimiwa Salehe Juma Musa, naibu katibu mkuu wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Said Musa, balozi wa Tanzania Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Said Juma Mshana, pamoja na maafisa waandamizi na wataalamu mbalimbali. Mindi Joseph, Sky TV. Naam, asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, baraza la maaskofu wa Katoliki Tanzania TAC limetoa mapendekezo mahususi ya kitaifa kwa ajili ya kuponya majeraha ambayo yametokana na machafuko ya maafa ya kisiasa ambayo yametajwa kutikisa umoja wa Tanzania tangu Oktoba 29 mwaka 2025. Godliness Gaspar ana taarifa ifuatayo. Kisoma tamko hilo Novemba 15, 2025 baada ya siku 4 za tafakari na sala, rais wa baraza hilo Askofu Wolfgang Pisa amesema taifa limeumizwa na liko katika hatari ya kugawanyika zaidi, hivyo ni muhimu kwa viongozi wa mamlaka husika kuchukua hatua hizi ili kurejesha matumaini, haki pamoja na amani. Maaskofu wamesema viongozi na mamlaka lazima walipe umuhimu tukio hili la maafa, wakiri ukweli, watoe pole kwa familia na kukemea mauaji yaliyofanyika, wakisisitiza kuwa waliouawa ni ndugu zetu. Uchaguzi wa Oktoba 29-25 umeliingiza taifa katika hali ya sitofahamu
ambayo ilijitokeza katika maandamano. Maandamano hayo yalisababisha vurugu ambazo ilizaa mauaji, watu kujeruhiwa na kupotea. Pia ilisababisha uharibifu na upotevu wa mali binafsi na za umma. Hali hii imewaumiza na kusononesha sana jamii ya Watanzania na kujeruhika kwingi kulikotokana na kugusa uhai wa wanadamu. Uhai ni mali ya Mungu mwenyewe. Kama tunavyosoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Hali hii imeongeza maumivu, kwani pia kuna waliouawa na kuumizwa wakiwa nyumbani au sehemu za kazi bila kujihusisha kwa namna yoyote na maandamano. Tunasikitishwa sana na hii hali na tunalaani haya mauaji ya kikatili na kinyama ya vijana wetu na watu wengine. Kiukweli huu ni uovu mkubwa na chukizo kwa Mungu wetu. Kwa ufupi, sisi sote tumejeruhiwa. Taifa limejeruhiwa na limepoteza heshima mbele ya jumuiya ya kimataifa. Neno la pole. Kufuatia hali hiyo, sisi Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC tunatoa pole nyingi sana kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Familia hizi zina maumivu, hasa wale wanafamilia walioona ndugu zao wakiuawa na miili yao kuachwa nje na kunyimwa ruhusa ya kuwachukua ili kuwasitiri au kuwazika. Tunawapa ndugu zetu pole na Mungu Mwenyezi awape nguvu na faraja. Tunaendelea kuwaombea majeruhi wapate nafuu haraka na kurudi katika. Godliness Gaspar, Sky TV. Asante Godliness Gaspar kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kama ndio kwanza ungana nasi, kumbuka unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na moja kati ya habari muhimu ambayo tunayo usiku huu ni pamoja na jeshi la polisi katika mkoa wa Geita limewataka maafisa usafirishaji kuacha kufanya mambo ya mkumbo. Naam, karibu tena katika Ulimwengu wa Habari. Mimi ni Maliango Mugeta. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limewataka maafisa usafirishaji katika mkoa huo kuacha kufanya mambo kwa mkumbo ambayo yanaweza kusababisha madhara kama yaliyotokea katika vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi. Michael Francis Bundara huyu hapa. Ni katika eneo la bwalo la polisi hapa mkoani Geita, sehemu ambayo maafisa usafirishaji pamoja na jeshi la polisi wanakaa hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali. Ni kada ambayo ina ushawishi mkubwa katika jamii, ama ushawishi ambao unaweza ukaleta matokeo chanya au ushawishi ambao unaweza ukaleta matokeo hasi. Katika kikao hiki kati ya jeshi la polisi na maafisa usafirishaji, lengo limekuwa ni kuzungumzia usalama pamoja na kuzungumzia yaliyojitokeza baada ya uchaguzi na kuelekea mwisho wa mwaka. Mkuu wa operesheni jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi wa polisi ASP Amoni Mimata, akawataka maafisa usafirishaji mkoani hapa kuacha kufanya mambo kwa mkumbo, kwa kuwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha adha kwao wenyewe na kushindwa kujiingizia kipato. Tunashughulika wote pamoja mabarabarani huko, si ndio? Mnakutana sana na trafiki na kazi yenu inategemea sana nishati ya mafuta, si ndio? Kwa mfano siku ile vituo vyote vya mafuta vingechomwa moto, kwamba polisi tungelala alafu vituo vyote vya mafuta vikachomwa moto. Hebu niambieni nyie ndugu zangu, mafuta mngekuwa mnayatoa wapi? Mngeyafuata Kahama au Mwanza? Mngeweza? Vituo vyote sasa vimechomwa moto. Lakini sisi kazi yetu tunajiita wasafirishaji.
mabwana wasafirishaji, je, hiyo nishati tunaitoa wapi? Au wenzangu mna nishati huko majumbani kwenu? Hakuna, si ndio? Sasa ninachotaka kusema, wakati mwingine tunaingia kwenye mkumbo ambao madhara yake huwa hatuyafikirii. Yaani kesho yetu huwa hatuifikirii. Kweli ni uongo? Tunaingia tu kwenye mkumbo kwamba sasa jamani, haya tumeweka mawe barabarani, twendeni tukachome vituo vyote vya mafuta. Alafu kazi yetu kesho mafuta yaliyoko kwenye pikipiki zetu yakiisha, au abiria tunabebea kutumia nini? Maji. Nao viongozi wa maafisa usafirishaji mkoa wa Geita wakizungumza mara baada ya kikao hicho, wameeleza kilichowakutanisha kwenye kikao hicho. Sisi tayari bodaboda tumetoa sheria ambaye atahusika na uvunjifu wa amani. Sheria zetu tunazo ndogo vijiweni, tutamkamata na kuweza kufanyaje kumpa sheria zetu tulivyojipangia sisi wenyewe. Tumekuja hapa kupata elimu inayohusiana na utii wa sheria bila shuruti, lakini tumepata elimu nyingine ambayo inatuasa kutokupokea maelekezo ambayo hayatuhusu. Kwa mfano, maandamano yaliyopita ya tarehe 30. Francis Valentini, afisa usafirishaji kata ya Kalangalala, maarufu kama bodaboda. Mimi kikao cha leo cha viongozi wa polisi katika sehemu ambazo nimeweza kuelewa jinsi walivyotoa elimu kuhamasisha kuwa hicho kinachosemekana tarehe 9 watu wetu wasiweze kuhusika kwa asilimia yoyote. Ni kikao kati ya maafisa usafirishaji na jeshi la polisi hapa mkoani Geita kilichofanyika hapa kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali. Nikiripoti kutoka hapa katika eneo la bwalo la polisi hapa mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Francis Bundala kutoka mkoani Geita kwa taarifa hiyo, na inatupa nafasi ya kuelekea jijini Mbeya, na huko tunaenda kugusia zaidi kuhusu mbolea, ambapo elimu juu ya matumizi sahihi ya mbolea kwenye mazao pamoja na upatikanaji rahisi zaidi wa mbolea ya ruzuku iliyotolewa na serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeendelea kuweza kuleta matokeo chanya kwa wakulima, ikiwemo ongezeko la uzalishaji katika wilaya ya Mbeya. Upendo Kibetile huyu hapa. Ikiwa msimu wa kilimo umeanza kwa mwaka 2025-2026, mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda ameeleza namna serikali kupitia Wizara ya Kilimo inavyowasaidia wakulima kupata mbolea ya ruzuku na kuongeza tija kwenye uzalishaji wa mazao ya chakula. Halmashauri ya Mbeya tumeendelea kufanya vizuri sana. Mwaka wa fedha 2023-2024 tulipokea mbolea tani 39,423.19. Lakini mwaka 2024-2025 tumeendelea kupokea mbolea nyingi ukilinganisha na mwaka uliopita. Tulipokea tani 39,505.53. Lakini ukija kwenye eneo la uzalishaji, mwaka 2023-2024 tulizalisha mazao ya chakula tani 753,780.42. Lakini mwaka 2024-2025 uzalishaji uliongezeka. Tuliweza kuzalisha tani 784,926.13. Tafsiri yake ni nini? Hii kazi mnayoifanya Wizara ya Kilimo sasa inaenda kuongeza uzalishaji maradufu katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbeya kwa msimu huu wa kilimo wa mwaka 2025-2026. Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa wilaya hiyo wameeleza namna ambavyo matumizi sahihi ya mbolea yalivyowasaidia katika uzalishaji wa mazao yao. Kwenye kilimo ambacho kinafuata utaratibu wote wa kama inavyoelekezwa Wizara ya Kilimo, tumepata mafanikio makubwa kwa sababu tija imeongezeka kufuatana na matumizi bora na sahihi ya mbolea.
tukizingatia mfano kutumia mbolea kwa usahihi, wakati sahihi, lakini vile vile na kiwango sahihi cha mbolea. Kwenye kata yetu kila kijiji na afisa gani ambaye afisa anajitahidi kuratibu shughuli zao na kuhakikisha wakulima wanapata mbolea na kuitumia vizuri kwenye mazao husika. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo toka jijini Mbeya. Kijana mwenye changamoto ya kupooza sehemu ya mwili kuanzia kiunoni hadi miguuni anatambulika kwa jina la Ako Kibona ama Major MC kutoka wilaya Mbozi mkoa wa Songwe amefanya mahafali ya kwanza ya shule yake awali, huku akiomba serikali kumsaidia kutimiza ndoto zake za kuanzisha chuo cha ufundi. John Kiango ana undani wa taarifa hii. Haliko ambaye licha ya kupata changamoto hiyo akiwa anamaliza masomo yake ya ualimu kwa ngazi ya diploma mwaka 2018 amesema ameamua kuendelea kusimamia ndoto zake bila kukata tamaa, huku akisisitiza kuwa dhamira yake ni kuendelea kuhudumia watoto na jamii kupitia taaluma yake ya ualimu. Siku ya leo kama mnavyoona pamechangamka kidogo, ni siku ya mahafali ambayo ni mahafali ya kwanza tangia shule yetu ianze, ambayo ina mwaka mmoja. Mimi nimesomea ualimu, nina taaluma ya ualimu, nimesomea diploma ya elimu ya awali. Kwa nikaona kulingana na michango ambayo nimechangiwa kwa kipindi chote ambacho nasumbuliwa na miguu, nikaona nisijibweteke, nikaona nijiwekeze katika kufungua mradi huu wa shule, kwa sababu ni kitu ninachokipenda. Polo yangu iliniuma kusema taaluma niliyoisomea miaka 3 niache yenu. Kwa michango midogo kutoka kwa watu mbalimbali, sehemu mbalimbali, nikaona nisifanyie mambo mengine lakini niwekeze katika elimu. Na kama nilivyosema, leo ndo mahafali yetu ya kwanza, na ambayo watoto wetu au watoto wangu wako 33, lakini pia nina walimu 2. Pia malengo yangu ni makubwa. Pale getini unaona pale imeandikwa The Winners College. Malengo yangu ni kwamba hapa siku moja pakawe chuo. Na chuo hicho kuna siku na plani ya kuweka hata zile ufundishaji wa kompyuta, cheleani na kadhalika. Kwa hiyo malengo yangu ni makubwa, ila ni vile tu serikali itakavyonisapoti hata katika mikopo. Malengo yangu ni makubwa sana. Aidha, ametuma maombi kwa serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Mbozi ili kusaidiwa kupata mkopo wa kuendeleza na kuboresha shule yake hiyo, akieleza kwamba amewahi kuomba zaidi ya mara 2 bila mafanikio. Na kuhusu mikopo, hususan mikopo ya halmashauri, nilishaiomba zaidi ya mara 1, yani mara 2, lakini mikopo hiyo ambayo inatulenga sisi walemavu, wa mama, wazee na kadhalika, lakini kila nikifuatilia wanasema tuko tunalifuatilia, mwisho wa siku nikakata tamaa. Lakini kama tungekuwa tumepewa, huenda leo mandhari ambayo yanaonekana hapa yangekuwa ni bora zaidi, kwa sababu na changamoto nyingi. Nje na mandhari tu yanahitaji vifaa vya kufundishia ambavyo ni bora vya kisasa, vifaa vya michezo. Ukiangalia watoto wa elimu ya awali wanahitaji vifaa vingi vya kuchezea. Kwa naomba mkurugenzi na mkuu wa wilaya, mimi nikiwa kama mmoja wa watu ambao tunaishi katika wilaya ya Mbozi, nilikuwa naomba serikali ituangalie kwa kina, au watu hao watuangalie kwa kina, ili tuweze kuipata mikopo ya namna hiyo, ili tuweze kujikwamua kwa namna moja au nyingine. Kituo changu mpaka sasa nimefikia robo 3 ya usajili. Mwanzo walikuja wakaguzi, niliwaita wakafika katika kituo changu. Kuna vitu ambavyo walisema nikamilishe, afu niwaite tena waje waangalie. Vitu hivyo ni kama kumtafuta mlinzi, alafu pia kumpata mpishi ambaye ni bora, lakini pia walimu ambao wana taaluma ya elimu hii na vingine vingi, hususan pia vifaa vya michezo. Baadhi ya wazazi wa watoto wanaosoma katika shule hiyo wamekuwa na haya ya kuzungumza. Kiukweli toka nimfahamu naona ni mpambanaji. Kuna watu wengi kama yeye ambao wameshindwa kufanya jambo kama hili,
wengine tunawaona wako barabarani wanaomba misaada, lakini yeye akaona hapana, kwa taaluma nilionayo na usumbufu nilionao kwenye viungo vyake vya mwili kama tunavyoona au kama tulivyokuja kushuhudia, lakini ameamua kuanzisha kitu kikubwa ambacho kinagusa moja kwa moja jamii. Mimi kwa hali yake huyu mkuu wa shule ninayoiona, ningekuwa na msaada kidogo, maana changamoto alionayo mtu mwingine huwezi kufanya mambo kama haya, lakini kwa changamoto alionayo yeye inatakiwa awe na msaada kidogo. Naomba serikali msaidie huyu mkuu wetu wa shule, changamoto yake alionayo ni ngumu. Tunaomba serikali imsaidie naye azidi kwenda mbele. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, kila laheri Mwalimu Aliko Kibona ama Meja MC. Ni matumaini yangu kabisa kwamba juhudi zako unazozifanya zinaonekana na wadau wataweka mkono na utatimiza ndoto yako ya kuwa na chuo. Kila laheri na Mungu aendelee kukutia nguvu. Mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatukamilishia katika upande wa habari za kitaifa. Mapumziko yafuatayo moja kwa moja yataweza kutupeleka kujiunga naye Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo kubwa zaidi huko ni kuhusu vita mjini El Fasher ni doa kwa jamii ya kimataifa. Endelea kwa pamoja nasi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Hizi ni habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga.
Umoja wa Mataifa umesema kuwa mauaji ya kutisha katika mji wa El Fasher nchini Sudani ni doa kwa ulimwengu na ikaitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua kufuatia onyo la uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya halaiki. Akifungua kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu El Fasher, Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema jamii ya kimataifa haijaingilia kati licha ya ripoti za mara kwa mara za ukatili wa kutisha na kuwaonya wahusika kuwa watawajibishwa. Turki ameonya kuwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu imeashiria kuwa inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Rasimu ya azimio iliyojadiliwa Ijumaa inalaani aina zote za uingiliaji kutoka nje unaochochea mzozo huo. Kwingineko, mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema kuwa umoja huo utaendelea kufanya kazi kujilinda dhidi ya vitisho mseto baada ya mkutano na mawaziri wa ulinzi wa Ujerumani, Ufaransa, Italia, Uingereza na Poland. Amewaambia waandishi wa habari mjini Berlin kwamba umoja huo wa Ulaya hauwezi kukubali vitisho hivyo kama hali mpya ya kawaida. Pia amesema mpango wa uhamishaji wa vifaa na wanajeshi wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya utajumuisha kuunganisha rasilimali za usafiri za nchi wanachama na mapendekezo ya kuharakisha michakato ya kupatikana kwa vibali vya usafiri. Na hatimaye Urusi imefanya shambulizi la takribani droni 430 pamoja na makombora katika safu mpya ya mashambulizi mabaya ya usiku kucha dhidi ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na katika mji mkuu wa Kiev. Kulingana na msimamizi wa jeshi mjini Kiev, Taimari Tikachenko, takribani watu 4 waliuawa na wengine 27 kujeruhiwa katika tukio hilo. Majeruhi 15 wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amelitaja shambulizi hilo kuwa la kushtukiza lililolenga miundombinu ya kiraia na akachapisha picha na video zinazoonesha nyumba zilizoharibiwa vibaya. Ubalozi wa Azerbaijan mjini Kiev pia ulilengwa na kuharibiwa na vipande vya makombora. Kulingana na Zelensky, Kiev ndiyo ilikuwa shabaha ya mashambulizi hayo, lakini maeneo ya karibu pamoja na yale ya Kharkiv na Odessa pia yaliathirika. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Naam, asante Pius Jayunga utupitisha katika habari za kimataifa, na hii inatoa nafasi sasa kuelekea katika michezo na burudani, ambapo kule tunaenda kuungana naye Madina Hassan kuweza kufahamu nini kinachoendelea katika michezo na burudani kwenye viwanja vya ndani pamoja na viwanja vya nje. Endelea kwa pamoja nasi. Sky TV. Sky
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Naam, mtazamaji wa Sky International TV, ni wakati sasa wa kuziangazia habari za michezo na burudani, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya pasina shaka ni siku nzuri kabisa ya Novemba 15 mwaka 2025, na tunazianza taarifa zetu za michezo na burudani usiku huu. Kumbuka, ninakuletea taarifa hizi za michezo na burudani. Jina langu ni Madina Hassan. Karibu. Rais wa kikosi cha wananchi Young Africans Engineer Hersi Said hii leo amewashukuru na kuwapongeza baadhi ya wachezaji, baadhi ya wazazi ambao hivi sasa wameanza rasmi kuwasajili wachezaji wanao katika academy ya Yanga Soccer School ambayo imeanzishwa na kufunguliwa hii leo katika jiji la Dar es Salaam. Aidha, rais wa klabu hiyo Young Africans Engineer Hersi Said amesema mradi huo hautowagusa vijana pekee, bali utagusa katika kada mbalimbali
katika kada mbalimbali katika jamii, kwani mradi huo unalenga kuibua na kuendeleza vipaji vya mpira wa miguu na mgeni rasmi vipaji vya mpira wa miguu, huku mgeni rasmi katika ufunguzi huo akiwa ni kocha mwenye mafanikio makubwa barani Afrika, akitamba na kikosi cha Mamelodi Sundowns kwa kuwapa taji la ubingwa wa Afrika, lakini pia akitamba dhidi ya kikosi cha Mafarao kutoka pale nchini Misri, Pitso Mosimane, ambaye hii leo alikuwa mgeni rasmi. Kwa undani wa taarifa hii, wacha tupate taarifa. Complies is in line with what the world is doing. So I'm so happy that you're doing that. And we'll have our collaborations. We will do all the important principles of training, the role of the coach, the role of the parent, how you train the younger ones. They train different, the duration of the training sessions, the size of the ball, the size of the pitch. I'm happy with this pitch because this is a perfect pitch for youth, because youth at this level, look at these boys, you can't expect them to be playing 11 against 11. The ball is going to go that side, it's not going to come back. And how many times they're going to kick the ball. So the more times you kick, the more times you receive the ball, it gives you an opportunity to improve your skill. So it's like at school, you can't do mathematics once a week. So you do it all the time. So why not football? So football follows the principles of the academics also. And it has to be like that and supported. And I'm happy that you have this. I like the artificial pitch, by the way, more than the normal pitch, because no coach can complain or the player can complain about the touch. The first touch, the ball rolls easy, and it is that time, the golden age, that they need to know how to control the ball, because it keeps bouncing, then we skip steps. Right? So you got perfect. It's enough for not younger. It's enough to help the country, because you're not developing players for younger. You're developing the players for younger and the country. And yes, we know that Brazil exports 1,000 players a year. Tunaposema football brings all the professionals together, tunamaanisha hizo kaliba zote ambazo nimezitaja: wanahabari, watu wa nutrition, wanasheria, watu wa marketing, watu wa matangazo ya kibiashara. Hawa wote wanaletwa pamoja na mpira. Kwa hiyo hii football ambayo tunaizungumza inaleta kaliba zote za professionals. Lakini bila kusahau mashabiki ambao wamekuwa ni muhimu sana, ambao wao siku zote wamekuwa kisupport football. Tunapotengeneza hii community nzuri ambayo imefundishwa vizuri, tunatengeneza community ya wapenda mpira wajao. Kwa hiyo hii sio tu kwa ajili ya kutengeneza footballers, lakini tunatengeneza uwanja mkubwa wa jamii itakayoenda kusupport football. Kwa nichukue fursa hii kuwashukuru sana wazazi ambao wameshaanza kuwasajili watoto wao. Lakini pia tutambue ya kwamba wazazi wana jukumu kubwa la kuhakikisha wanawapa watoto nafasi ya kuonyesha vipaji vyao, na hao watoto kwa namna moja au nyingine watakwenda kuwa msaada kwa familia zao, lakini pia watakwenda kuwa msaada kwa taifa na continent na bara letu la Afrika kwa ujumla. Programu hii ambayo tumeianzisha ina direction kubwa ambayo tunataka tuende nayo. Leo tumeanza na kituo hiki ambacho kipo hapa Upanga. Kitakuwa ni kituo kitakachochukua watoto kuanzia umri wa chini ya miaka 11. Kutakuwa kuna kundi la pili ambalo ni chini ya miaka 13, na kutakuwa kuna kundi la tatu ambalo ni U15. So we have U11, you have U13 and you have U. This document. Ni Engineer Hersi Said, rais wa kikosi cha wananchi Young Africans, akizungumza hapo. Na awali ulimsikia Pitso Mosimane ambaye alikuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa shule hiyo ya soka ya klabu ya soka Dar es Salaam Young Africans. Na moja ambacho amekigusia
Pitso Mosimane ambaye alikuwa ni mgeni rasmi anazungumza ya kwamba isiyo tu kwa Young Africans kuanzisha shule hii ya kimpira, lakini pia hata kwa baadhi ya vilabu vingine na watu wengine pia wanaweza kaanzisha kwa ajili ya msaada wa timu ya kwa ajili ya msaada wa taifa, lakini pia kwa bara la Afrika kwa ujumla. Lakini akiongeza kwamba hicho ambacho amekifanya Young Africans si kitakuwa faida kwao, bali kitakuwa ni faida kwa taifa katika makuzi ya soka. Kumbuka pia uzinduzi huo umefanyika katika viwanja vya Speed Sports Muhimbili jijini Dar es Salaam. Na tukiachana na taarifa hiyo, sasa tugeukie kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambacho hivi sasa kipo dimbani katika uwanja wa Al Salam pale nchini Misri ikicheza mchezo wake wa kirafiki wa kalenda FIFA dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Kuwait. Mpaka hivi sasa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kipo uwanjani na dakika ikiwa ni ya 46 ya mchezo. Hivi sasa ni wakati ambapo muda wote kutoka hivi sasa itakuwa ni mapumziko kuelekea katika mchezo huo wa timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Kuwait. Kila laheri kwa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, pasi na shaka mambo yatakuwa mazuri na Watanzania watafurahi. Sasa tuangazie taarifa nyingine, na hapa tunakwenda kugusia wanadada hawa wawakilishi wa Tanzania walibeba kijiti cha Tanzania katika mchezo mzima mchezo wa mpira wa miguu katika upande wa futsal, ambako kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa wanawake hasa katika mpira wa futsal hivi sasa kinaendelea na maandalizi ya kujiwinda dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Indonesia, ikiwa ni katika maandalizi ya kuelekea michuano ya kombe la dunia ya futsal ambayo itafanyika kule nchini Indonesia. Kocha wa kikosi hicho cha timu ya taifa ya wanawake ya futsal Kutsled amezungumza na akieleza kwa kina kabisa maandalizi ya kikosi hicho kuelekea katika mchezo huo. Tupate taarifa zaidi. We arrived in Indonesia. Everything is going according to plan. The players are in good spirit. They are ready for the game. I think it's going to be a very good experience for them because many of them never played a professional match before. But we're looking to make an impact tomorrow. We've worked on a few things that we want to implement in the game, and hopefully they will be able to achieve that tomorrow. 2 games, 2 friendly games here in Indonesia. We're playing against the women's national team. One tomorrow and then kesho kutwa. So we're looking for good performance in both games. All these players are ready. They're hungry to play futsal. They love futsal so much. So I know being ready is not the issue. I think, as I said to the players, it's just to be disciplined. If they can be disciplined and apply what they've learned in training to the match, then they will do well. So, you know, that's the key thing, is discipline. Naam, ni kocha kikosi cha timu ya taifa ya wanawake ya futsal Kutsled akizungumza maandalizi yao kuelekea katika mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Indonesia. Lakini akizungumza kwamba endapo atakuwa na nidhamu ya mchezo, lakini pia wachezaji wake wakifuata kile ambacho umekuwa kielekezana mazoezini, basi na imani watafanya vizuri. Lakini pia kwa namna moja ama nyingine Kiswahili kinazidi kukua na kupaa kimataifa. Amezungumza hapa moja ya neno zuri kabisa, kesho kutwa. Maana Tanzania kwa sasa inazidi kupaa kupitia lugha mama adhimu kabisa ya Kiswahili. Naam, na kabla sijahitimisha taarifa hizi za michezo na burudani, sasa wacha nikupashe miongoni mwa mechi ambazo zinaendelea hivi sasa, ambayo ni mechi ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa kwa upande wa wanawake. Wawakilishi pekee wa Tanzania JKT Queens wako kibaruani hivi sasa. Mpaka tunapanda mitamboni, JKT Queens walikuwa wakiongoza goli 1-0 goli la Aisha Abdallah katika kipindi cha kwanza dhidi ya kikosi cha TP Englebert Mazembe ya wanawake hii. Kwa hiyo mambo kama atakuwa vizuri, yawezekana tukaishuhudia JKT Queens ikitinga katika hatua inayofuata ya michuano ya ligi ya mabingwa ya wanawake, kwa sababu walikuwa wanahitaji alama 3 tu muhimu ambazo zitafikisha nafasi ya pili wakiwa na alama zao 5, huku wakitinga katika hatua inayofuata na kufanya vizuri zaidi kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa upande wa wanawake. Na kufikia tamati hiyo nimehitimisha taarifa za michezo na burudani kutoka hapa Sky International TV katika ulimwengu wa habari. Na sasa nakurudisha kwa Mariango Mgeta kuendelea na ulimwengu wa habari, lakini kubwa sasa hivi kifuatacho studio ni utabiri wa hali ya hewa. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV.
Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Naam, asante Madina Hassan kwa kutupitisha katika michezo na burudani. Sasa ni wasaa mwingine mzuri wa kuweza kujua hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia usiku huu. Karibu uungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Songwe, Mbeya pamoja na Njombe panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa makavu. Mifumo ya anga inatuonesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa na kwa upande wa pwani yote. Hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Mpendwa mtazamaji, kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, mkoa wa Rukwa pamoja na Songwe panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua zinazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Mbeya, Njombe, nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na Pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huku maeneo mengine hapa nchini yaliyosalia yakitarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na kwa utabiri wa siku 4 zijazo, kwa jiji la Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia vipindi vya jua. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Mbeya tunatarajia mvua nyepesi. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi na vipindi vya jua kwa siku ya tarehe 18. Arusha tunatarajia vipindi vya jua. Nikusihi uendelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Utabiri wa leo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini Tanzania TMA ndio unatufikisha ukingoni mwa ulimwengu wa habari. Lakini kwanza nikukumbusha habari ambazo tumekuwa nazo siku ya leo ni pamoja na
Waziri mkuu afanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya mkoa wa Dodoma. Lakini katika habari za kimataifa, vita mjini Erfurt ni doa kwa jamii ya kimataifa. Na katika michezo, Yanga yazindua shule ya michezo. Mtazamaji, tufuatilie kupitia Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu habari, mimi ni Maliango Mogeta, nikutakie utazamaji mwema. Thank you.